Jicho la imani hapa hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Rahim. Katika darsa ambazo kama tulikuwa tukiendelea nazo, tulifika vipengele ambavyo kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anasimama usiku baada ya kuwa anafanya ibada za fardhi, subhi, dhuhuri, asiri mpaka kumalizia isha. Lakini pia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bilaili wa yusalli li rabbih. Mtume Muhammad alikuwa na yeye akisema usiku tena usiku mrefu sana, na akiswali kwa ajili ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa kana ashabuhu ridwanullahi alaihim la yutiquna ma yatiq. Masahaba wake pamoja na uhodari wa masahaba na uvumilivu na kujua dini na nguvu zao, lakini walikuwa hawawezi yale ambayo kama alikuwa akiyaweza akiyafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi sahihi ambaye Imam Ahmad katika musnad yake, Mtume Muhammad sallama, Saidina Umar pale alipofika mahali alikuwa akiunganisha na yeye funga, alikuwa akionekana ya Rasul mbele ya Mtume Muhammad akionekana ni mnyonge Saidina Umar bin Khattab. Ikafika mahali tukamwambia Umar, una nini, mbona umenyongea? Akamwambia uwasu ila Rasulullah, na mimi naunganisha funga kama unavyounganisha wewe. Mtume akamwambia ana lastu ka hayatikum, mimi si maumbile yangu si kama maumbile yenu mliokuwa nayo. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mtume Muhammad yeye alikuwa akisimama usiku mrefu, lakini pia kisimamo chake ni kisimamo kirefu sana. Qala Asim ibn Dhamra, anasema Asim ibn Dhamra, sa'altu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Asim ibn Dhamra anasema nilimuuliza Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha an salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya sala ya Bwana Mtume Muhammad alikuwa akiswali vipi, na mimi Asim nataka niswali kama alikuwa akiswali Mtume Muhammad wakati wa usiku. Ali ibn Abi Talib sayf min suyufillah, mtu ambaye kwamba aliyooa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba ni mtoto wa ammi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali akimwangalia Mtume Muhammad ni kaka yake, sababu ni mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo. Alafu Ali ameoa mtoto wa nani? Mtume Muhammad sallallahu bani Fatima, na akazaa watoto Hasan na Hussein alayhim assalam. Ali alipoulizwa na Asim ibn Dhamra juu ya swala ya Bwana Mtume Muhammad, Ali alimwambia innakum la tutiquna dhalika. Hiyo swala yuulizia wewe uiswali Mtume ya Muhammad alikuwa akiswali usiku. La innahu la tutiquna dhalika, hamtaweza kuswali swala ambayo kwamba alikuwa akiswali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud, na katika hadithi ambayo kwamba alipokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mtu fupi sana, lakini Allah alimjalia bongo kali, mpaka siku moja maswahaba wamekaa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jilsa moja. Alafu Abdullah ibn Mas'ud akawa yapanda juu ya mti. Abdullah alikuwa ni mfupi, alafu alikuwa na miguu yake ni membamba sana. Masahaba walipokaa mwangalia Abdullah ibn Mas'ud juu ya mti kule, wakawa wanacheka. Tunakamwambia mnacheka nini? Wakamwambia Rasulullah, tunaicheka miguu ya Abdullah ibn Mas'ud ilikuwa membamba kidogo kama sehemu ya maskhara. Akawaambia dhalika athqalu fil mizan yawm al-qiyamah, miguu kama ile ni mizito sana, na miguu ile ndio pale membamba, lakini ni mizito sana siku ya kiyama katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwajibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba kwamba miguu ya Abdullah bin Mas'ud ni miguu mizito sana katika mizani siku ya kiyama. Hasa hadithi ambayo kama aliyopokea Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala sema sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Allahu akbar. Abdullah Mas'ud anasema sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, niliswali swala moja hivi na Bwana Mtume Muhammad, swala ya sunna. Cha ajabu, falam yazal qa'iman, Mtume hakuacha kuwa amesimama, akiendelea amesimama taabu, yani Mtume amenyooka amezama katika ibada ya swala. Allahu akbar.
falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su, Mtume hakuacha kuendelea amesimama mpaka mimi Abdullah bin Mas'ud nilidhamiria jambo baya. La ilaha illa Allah. Yani Mtume wakati tumeswali wote pamoja alisimama kisimamo kirefu mpaka mimi mwenyewe Abdullah bin Mas'ud nikadhamiria kufanya jambo baya. Masahaba akamuuliza, kama hamamta bi amrin su, ni jambo gani ambalo kama wewe ulidhamiria jambo baya ila bani ni baya? Qala, akasema ahamamtu an aquda wa adha an-nabi sallallahu alayhi wasallam qa'iman. Sasa nilidhamiria ni jambo baya lenyewe. Sasa nilidhamiria mimi nikae chini, wallahi ni mwache Mtume Muhammad amesimama, kwa namna kisimamo kilikuwa kirefu. Sahaba Uthman ibn Affan amewahi kuswali rakaa mbili kwa mashafu nzima. Imekuja katika tarajum Sayyidina Uthman ibn Affan, katika tarajum yake ameswali rakaa mbili kwa mashafu nzima, rakaa mbili mashafu nzima. Sayyidina Uthman ibn Affan, huyu ni sahaba. Je, Mtume mwenyewe radhiyallahu ta'ala anhu an Sayyidina Uthman ibn Affan. Sasa Abdullah anasema kama mimi niliona tawa, sema hamamtu bi amri su, bali aliposimama kwa kipindi kirefu mpaka nilidhamiria nifanye jambo baya. Msahaba akamuuliza, jambo gani utumie jambo baya? Akasema nilidhamiria kabisa nikae chini ni mwache Mtume akiendelea kufanya nini, akiendelea kuswali, lakini hakuacha. Fa Abdullah ibn Mas'ud lam yakun bitiqin, alikuwa hawezi kusimama ala maarafa min anhu an kathatil ibada, juu ya yana kama aliyoyajua juu ya